Acha milioni 10 na kurudi Kongo, unachagua kitu gani? Sio 10, weka laki moja. Laki moja? Yaani nachagua laki moja. Unachagua laki moja? Ndio. Kwa uzalendo bora nirudi Kongo. Bora urudi Kongo. Kwa nini milioni 10 uikataa hivi hivi tu? Maana mimi naipenda nchi yangu na sehemu ambapo mababu zangu waligombania uhuru, tuseme kwamba ndo sehemu ambapo kitofu changu kimezikwa pale. Milioni 10 hapo au unarudi nyumbani, unachagua kitu gani? Mimi nyumbani nifuate nini? Milioni 10 naruka nayo. Chap. Yeah. Unafanya kitu gani? Mimi na zangu beti power viota. Au sio? Ozi mbili pale za chapu. Maisha naenda babu. Watu nyingine milioni 10. Yaguza ukoni. Nione Dubai. Hakuna chai. Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Sabari TV? Kama bado ni mgeni, subscribe, share na comment. Leo tunataka tuingie kitaa tujue vijana wa Nyarugusu wanatamani kurudi mama homeboy kwao DRC au la. Na hata wewe mdau ambao unatuangalia sasa hivi una kipi? Wewe hatuja kufikia, shusha comment yako hapo chini tujue na wewe una lengo gani au una mtazamo gani katika hili. Unapewa milioni 10 pembeni, ubaki TZ Nyarugusu au rudi Kongo kwa hiari yako. Twende kitaa tukawasikilize wadau wanasemaje na vijana wa Nyarugusu hususani wanasemaje kuhusiana na hili. Let's go. Mambo vipi? Poa. Watu wakujua kwa jina? Naitwa kwa jina Jile. Jile, tumeona umependeza na jezi yako ya DRC fresh kabisa. Asante sana. Na mimi na swali langu linahusiana na mambo ya DRC. Are you ready? Asante sana, niulize. Hivi kati ya kurudi Kongo kwa hiari na kupewa milioni 10 unachagua kitu gani? Kurudi kwa hiari. Kurudi kwa hiari. Wape sababu watazamaji wanaokuangalia. Sababu Kongo ndio nchi ya kwetu. Ya baba na mama. Yaani lazima kila mtu apende nchi yake. Au sio? Ndio mama ivalia kabisa jezi. Ivalia jezi ya Kongo. Bwana, tukumbushe jina vile. Jile. Tulikuwa na Jile muda wote, na ni jina la Kifaransa kama ilivyo Kongo wanavyoongea sana Kifaransa. Asante sana kwa muda wako. Shukrani. Okay sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Jude Bellingham Junior. Au sio? Kati ya milioni 10 na kurudi Kongo unachagua kitu gani? Nipe milioni 10. Au sio? Maana watu wa Kongo wanakuja huko. Ndio kitu ambacho kinaweza kufanya usirudi. Bwana, ndio hivyo. Ila kule wanasema kuna mali nini vitu vingi sana. Mimi nipe milioni 10 tu. Au sio? Asante kwa muda wako. Ngoja ni mwae wa Brazil. Cameraman nifuate. Huyu wa Brazil unamtaka sana. Njoo cameraman njoo. Huyu wa Brazil. Mambo vipi? Watazamaji wanataka kujua bwana jina lako. Jitape kidogo tu. Mimi naitwa Katempo Kadogo, mimi ni mpiga drum, Petit Dramastique. Petit Dramastique. Afu hiyo sauti bwanangu zito hilo. Mshikaji wangu huyu. Wewe mshikaji anasema ni Dramastique. So mimi nataka tu swali langu moja. Maana tunajua muziki umetokea Kongo, alafu na wewe ni Dramastique. Kati ya kurudi Kongo na milioni 10 huko camp, unachagua kitu gani? Nipe hela. Chapo. Au sio? Katempo Kadogo hapo tukawasikiliza wadau wengine wanasemaje. Tana brother wangu hapa hapo zake kwenye harakati za kazi. Mambo vipi kwanza? Fresh. Kwema. Kwema kabisa. Kazi zinaendaje kati ya huku na Kongo unaonaje? Kama Kongo? Mimi siwezi nikasema kama Kongo maana sijawahi kutumika kazi Kongo. Mizunguko tu. Kawaida tu. Jitape watazamaji wanaokuangalia kujua hata jina basi. Mimi kwa majina naitwa Kareke. Petro. Maître Gims. Hayo ndo majina. Majina mengi. Bwana, ni wakala hapa tukutana naye katikati ya kijiji cha ENH. Hivi kati ya kurudi Kongo na kupewa milioni 10 unachagua kitu gani? Kati ya kurudi Kongo na kupewa milioni 10 ya mashilingi. Kabla sijajibu mimi na swali kwanza. Karibu. Kurudi Kongo kiade, maana mtu ukisema kurudi Kongo kuna namna nyingi. Ni kurudi Kongo kwa kujilipia nauli mimi mwenyewe au kurudi Kongo kwenye kwa hiari ya serikali. Kwa hiari sasa. Tuseme hiyo kwa hiari sasa. Kwa hiari ya serikali. Unajua serikali ikitaka kumrudisha mtu nyumbani kwao wage na mikakati yao. Sijui kuna baadhi ya fedha ambazo naweza nikapewa. Kama kiasi gani? Yawezekana ukapewa. Sasa ndo tunataka tujibu sasa. Kwenye kurudi Kongo sasa huko na kupewa hiyo milioni 10. Kwa sababu unajua milioni 10 mmeshahitaji, inajulikana ni milioni 10. Sasa hela ambazo mimi labda naweza nikapewa kule Kongo, kwa mfano inaweza ikafikia milioni 5 au milioni 4 au milioni 1. Sasa ningejua ni milioni 1, milioni 2 au milioni 3. Tuseme milioni 3. Milioni 3 na milioni 10 ya mashilingi. Mtazamaji jamaa nafikiria hapo. Kwa upande wangu mimi narudi Kongo. Bora urudi Kongo. Yeah. Kwa sababu zipi sasa?
Ya, kwa sababu nafikiri hiyo milioni 3 kule Kongo nitaifanyia kazi au nitafanya kwenye biashara vyangu ambavyo mimi najua nitakuwa nipo huru kuzidi hapa kwetu kempu. Okay. Maana hiyo milioni 10 hapa kempu kweli ni hela nyingi, lakini nikihitaji kufanya biashara vyangu mimi naona kama vile nimebana, inakuwa ndogo, nimefungwa sana. Yaani sifanye biashara kadiri mimi ninavyotaka. Asante sana. Bwana ameshatoa sababu zake brother wangu hapo. Ngoja tuangalie upande wa pili na yeye. Anasemaje huyu jamaa ambaye nipo naye hapa, shabiki wa Manchester City na amekutupia jezi kuonyesha kwamba Manchester City on the fire. Mambo vipi? Poa. Magoli mangapi sasa hivi Manchester City? Kwa sasa hivi tunashuka sana. Mmeshuka. Yeah. Haaland afanye kazi yake. Haaland magoli. Bwana, watu wakujue sasa hivi wanakutazama. Mimi kwa majina naitwa Eric Claude. Naishi hapa. Kati ya milioni 10 na kurudi Kongo kama alivyozungumzia brother yetu hapo, unachagua kitu gani? Mimi nachagua kurudi Kongo. Bora kurudi Kongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio nchi ya asali na maziwa. Sasa mimi sipo mbali sana na jamaa hapo. Maana milioni 10 ya Tanzania haina faida nyingi sana. Sababu unaweza ukakera tukaishia hivyo hivyo. Maana hapa hata ukitumia hiyo milioni 10 hapa haina faida, hakuna biashara ambazo unafanya, maana tupo huru kamili. Okay. Bwana, ngoja nimkatishe kauli na mimi nimeonyesha hii hapa, sijui kama mimi nitachagua kipi, nitakwambia mwisho wa hichi kipindi. Shwari. Shwari. Kati ya milioni 10 na kurudi Kongo unachagua kitu gani? Sio 10, weka 100,000. 100,000. Yaani unachagua 100,000. Unachagua 100,000. Ndio. Kwa nini sasa unachagua 100,000 badala ya kurudi Kongo? Watasaidia nini cha kuzidi 100,000? Au sio bwana? Bwana, ndio nimekutana na mwanafunzi hapa anatoka zake Ankadrema ya Commercial kama sijakosea. Ya Commercial bro. Jina vile. Anaitwa MK. MK, watazamaji wa kuangalie kwanza. Na mimi naitwa MK bro. Au sio? Yeah. Na swali langu moja bwana. Kati ya kurudi Kongo au kwa hiari au kupewa shilingi milioni 10 taslim, unachukua kitu gani? Siwezi kurudi Kongo bro. Hauwezi. Yaani milioni 20 nachukua kabisa bila shida. Hata milioni 10 unachukua. Hata milioni 10 nachukua bro. Kurudi Kongo. Hamna. Tupe sababu moja tu. Kongo sipafahamu, sijawahi kufika huko. Au sio? Nimezaliwa hapa na nitakuja hapa na nitaoa hapa. Au sio? Mtazamaji unalipi kwenye comment yako? Shusha hapo. Asante kwa muda wako bwana. Samani. Na hiyo jezi wasema umependeza bwana. Sawa. Mambo vipi? Ni fresh. Umependeza na hiyo jezi. Ndio hivyo kabisa. Na swali langu moja tu my bro. Kati ya kupewa milioni 10 na kurudi Kongo, unachagua kitu gani? Mimi kwa uzalendo bora nirudi Kongo. Bora urudi Kongo. Kwa nini milioni 10 uikataa hivi hivi tu? Maana mimi naipenda nchi yangu na sehemu ambapo mababu zangu waligombania uhuru, tuseme kwamba ndo sehemu ambapo kitofu changu kimezikwa pale. Na ndio maana naipenda nchi yangu. Tuseme ndo motherland. Kwa hiyo kuliko milioni 10 bora uchukue motherland yenu. Ndio hivyo kabisa. Kivutio gani kitakutamanisha kurudi labda kule? Mimi kwa sasa naipenda nchi yangu, japo tuseme kwamba siwezi nikapendelea kwa miundombinu ya kisasa ambayo iko pale na udhaifu. Kuna sehemu nyingi za kuishi pale Kongo ambapo napendelea kwa sasa, tofauti kwanza na Uganda. Tukumbushe jina vile afu wape location watu wanakuangalia zaidi. Ndio hivyo sehemu ambapo mimi napendelea zaidi sana kwa sasa ni sehemu ya Kalemi. Kalemi. Sasa hivi unaishi wapi? Mimi hapa. Hivi naishi Nyarugusu. Village ambayo upo. Village kwetu kwa asili kabisa. Nikasaba pale Nganja, aweza tuseme kwamba kwenye nimekulia nikazimia. Bwana, tulikuwa na hapo anakuambia yeye ni mzalendo, kiuzalendo kabisa, anakataa milioni 10 ya rudi zake mahomboy. Tusikilize wengine wanasemaje kitaa. Huu mwaka wa roho mbaya, mwaka ambao nilimuomba Manzi namba ya simu akanipa rafiki yake. Dali fanyia roho mbaya. Mambo vipi? Kati ya milioni 10 na kurudi Kongo unachagua kitu gani? Milioni 10. Nipe milioni 10. Chap. Au rudi kwani? Sirudi kabisa. Kwa nini hutaki kurudi nyumbani? Nakuja huku kwa sababu ya kutafuta hela. Kule kuna migodi nini? Nipe kwanza milioni 10. Au si? Mengine baadaye. Watazamaji wakujue jina lako basi. Naitwa Topaz. Topaz JR. Jina la wembe hilo bwana. Wembe tena kali. Haya bwana, tukao Topaz unyembe. Wewe unachagua kitu gani? Milioni 10. Mimi kichwa kinaniuma hapa. Bado Kongo inauzwa na watu ambao hata Kongo waliokimbia wanaiuza. Kila mtu milioni 10, kila mtu milioni 10. Hao ambao wanaiuza huko bwana wana sheria. Maana hata ambao hawajashika hela huko wanasema wanaiuza. Wengi wanakataa. Sijui wengine watasemaje. Sio kwa sababu ni vijana, nataka nikutane sasa na wazee. Tuone na wenyewe watasemaje. Wapo kwenye kurudi au na wenyewe watachukua milioni 10. Let's go the vibe, bado tupo kitaa. Hii hapa ni Sabari TV, subscribe, share na comment. Tutakuwa umefanya nyama sana. Mtazamaji wewe utachagua kipi kati ya kurudi Kongo na kuchagua milioni 10? Niko na wadau hapa. Vipi? Safi. Wacha kujua sasa hivi kwanza.
Naitwa King Bonge. King Boni. King Bonge. King Bonge. Mwanangu umetupia mwili wa nini ndio ubonge wenyewe huo. Nyama. Sasa kati ya milioni 10 na kurudi Kongo unachagua kitu gani? Mimi nahitaji milioni 10 faka. Chap. Unafanya kitu gani? Kabisa. Nafanya biashara. Biashara gani utaifanyia babu? Mimi nafanya biashara. Nafunga duka la nguo. Au sio? Ukiomba nitaombaje sasa? Yaani unaniombea niombe? Si ndio mfano? Mimi sio hivi nakwambia, unaniombea niombe. Au sio? Kwa hiyo utaomba. Nazipewa nisiombe, nazipewa kwa sababu nifanye kazi. Au sio? Yes. Bwana King Bonge hapa akwambia yeye za kwake atazifanyia biashara na aombi bwana. Tumsikize mtu wangu wa upande wa pili. Mambo vipi? Safi. Wakumitaga nani? Johnny Boy. Johnny Boy. Yeah. Haya, milioni 10 hapo au unarudi nyumbani? Unachagua kitu gani? Mimi nyumbani nifuate nini? Milioni 10 naruka nayo. Chap. Unafanya kitu gani? Mimi na zangu beti power viota. Au sio? Ozi mbili pale za chapu. Maisha naenda babu. Watu nyingine milioni 10. Yaguza ukoni. Nione Dubai. Kunywa chai. Dubai kunywa chai. Sasa Dubai kunywa chai. Alafu unarudi unakunywa chai Dubai unarudi keo. Narudi keo. Wasalimia. Na hapa hai. Hai, oya King Bonge hapa akwambia ni avieta. Haya bwana. Mambo vipi? Poa. Shwari. Shwari. Hapa sasa hivi umewekewa milioni 10 hapa au kurudi Kongo unachagua kitu gani? Milioni 10. Milioni 10. Kwa nini? Kwa sababu katika milioni 10 hiyo naweza nikafanya biashara zangu no? Kwa sababu uwezo ukarudi Kongo na wakati unajua kwamba kule nitaenda kuishi vipi. No? Kwa hiyo kama nishakuwa na milioni 10 naweza nikajipanga hata hapa tu Tanzania nikajipanga tu nikaseti mambo yangu fresh ya. Au sio? Hapo mipango ya kurudi ni mingine hiyo. Jitape kwa mtazamaji na kuangalia sasa jina lako nini? Mimi naitwa Omari. Omari anakuambia anataka zake kurudi Kongo bwana. Sababu ya kukataa Kongo ni ipi? Kwa sababu kwanza mimi sijapajuaga hata Kongo. Au sio? Shukrani sana bwana. Shukrani Omari, muda wote usisahau kuangalia wengine. Waga unaisikia tu. Waga tunasikia Kongo kwa lakini sijafika na sija wewe kujua kwamba haipo kwenye mood yako kabisa. Asante sana bwana Omari. Poa, shukrani. Usisahau kusubscribe bwana Omari, au sio? Waambiwa subscribe walipana na kuangalia. Poa, hata nyinyi pia msisahau kusubscribe maanani kitu ambacho unaitwaje vile? US Habari TV. US Habari TV. Chao. Of course ni TV nzuri sana na tumaini mambo yake mtayafurahia. Okay, asante sana. Shukrani sana. Okay. Pamoja bwana Omari. Naona unaingia msikitini au?